sura ya 4 mstari wa 8 mpaka wa 10. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye akamshurutisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita njia ile huingia kula chakula. Yule mwanamke akamwambia mumewe, tazama, mimi naona ya kuwa mtu huyu apitaye kwetu mara kwa mara ni mtu mtakatifu wa Mungu, na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumwekee kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Amen. Mungu akubariki. Tunaona huyu mwanamke, tunaambiwa kwamba alikuwa ni mwanamke ana cheo, lakini mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa akipita maeneo hayo, anaenda anarudi, na huyu mwanamke alipomwangalia akaona kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo huyu mama akamshawishi mume wake kwamba naona huyu mtumishi, huyu mtu anayepita anaenda na kurudi, mimi naamini huyu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo huyu mwanamke akamshawishi mume wake. Kwa hiyo mwanamke huyu alikuwa na macho ya kiroho, alitambua Elisha kuwa ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunahitaji tuwe na macho ya kiroho kuitambua kazi ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Tunatakiwa tuwe na macho ya kiroho ili tujue kwamba tunatakiwa kufanya nini kwa ajili ya Mungu. Tunaona huyu mwanamke aliona. Kwa hiyo akamwambia mume wake kwamba ninaomba tumjengee nyumba. Aliomba, akamwekea kitanda. Kitanda ni sawa sawa na mahali pa kupumzika, sasa na mahali pa amani, sasa na utulivu, kwamba tumwekee awe na utulivu ili anapoendelea kufanya kazi ya Mungu awe katika utulivu. Haleluya. Alafu akaweka na meza. Meza ni sasa na ushirika wa chakula wa kiroho. Kwa hiyo akaweka na meza. Akajua mtumishi wa Mungu atakapokuwa amekaa hapa kwenye nyumba na utulivu, awe anakaa kwenye meza anaandaa chakula kwa ajili ya washirika. Haleluya. Kama vile ambavyo tunafanya sisi kwa mtumishi wetu. Hebu tuone Mathayo 26 mstari 31. Mathayo 26 mstari 31. Meza ni sawa na ushirika na chakula cha kiroho. 26:31. Amen. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Amen. Anasema nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Kumbe shetani yupo kuwinda. Sisi kama kanisa, sisi ni kama timu ya mpira. Haleluya. Sisi ni kama timu ya mpira. Tunasimama kwa pamoja. Tunamwombea mchungaji. Unajua timu inacheza mpira kwa pamoja. Watu 11 wakiwa uwanjani. Kwa mfano Simba na Yanga wanasimama kwamba kidedea kwamba tunahakikisha tunashinda. Kwenda sisi tuko kwa pamoja kama timu ya mpira. Tunamwombea mchungaji ili kwamba heshima ya mchungaji ni utukufu kwa Bwana. Haleluya. Ukimwombea mchungaji, utukufu unaenda kwa Bwana. Kwa mchungaji anaposhinda, mchungaji asiposhinda,